Roho Mtakatifu, tunakushukuru sana kwa neema kubwa uliyoachilia na wingu lako uliloliachilia asubuhi ya leo katika ibada hii. Tupo tayari kutembea kwenye wingu lako kwa uaminifu mkubwa. Tusaidie Bwana, fungua akili zetu tupate kuelewa maandiko. Tupe moyo wa utayari na moyo wa ibada, moyo ulio tayari kusema ndio kwenye neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba Roho Bwana ukaandae mioyo ya watoto wako, ikawe ni mbegu inaenda kuachiliwa kwenye udongo tifutifu wenye rutuba, utakaofanya mbegu moja izae 100. Ninamkemea adui alaye, ninamkemea adui anayeiba. Mungu liye hai, mbegu itakayoachiliwa kwenye ibada hii haitaibiwa na adui. Haitakuwa ile mbegu iliyopandwa kwenye mwamba wala kwenye barabara wala kwenye miiba. Itakuwa ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo wenye rutuba. Baba, asante kwa neema hiyo, na tunamkemea adui anayeharibu moyo wa ibada, anayeharibu utulivu. Tunamkemea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi utafungua katika kitabu cha Waefeso. Tutaenda hapo leo. Sura ya 6. Sura ya 6. Waefeso sura ya 6. Kuna kitu muhimu sana nataka tukakiangalie leo. Tukakiangalie leo. Nitaanza kusoma ule mstari wa 10. Ukiwa unaandika kichwa cha somo, andika silaha za vita vyetu. Silaha za vita vyetu. Silaha za vita vyetu. Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10. Sura ya 6 mstari wa 10. Umefika? Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Vaeni nini? Vaeni nini? Amen. Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza, the ability, naongelea uwezo, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Angalia hapa, anasema kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anaongelea uwezo wa mtu, uwezo wa mtu. Kwa Kiingereza tunaita ability, uwezo. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mpaka hapo unaelewa anayetakiwa kuwa hodari ni mimi, ni wewe, hodari katika Bwana. Halafu anasema hivi, huyu mwanajeshi hafanyagi zoezi akiwa amebeba bunduki. Anaanza kufanya zoezi yeye mwenyewe, push up, anaruka, anafanya nini. Ile ni yeye mwenyewe kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Alafu baadaye sasa anaanza kufanya mazoezi ya silaha. Sawa sawa? Kwa mwanajeshi anaanza kuandaliwa yeye akiwa hana silaha, na ndio hii sehemu ya kwanza. Halafu baadaye anaanza kuandaliwa kuvaa silaha, na ndio anaambiwa haya, sasa hii utavaa hivi, hii bomu utaliweka hapa, hili utaliweka hivi, kiatu hiki utachomeka kisu, utafanya hivi. Lakini mara ya kwanza anaandaliwa yeye kama yeye. Sasa hapa anasema hivi,
vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Anaongelewa mtu na zinaongelewa silaha. Sasa anasema hivi, anaelezea vita ilivyo. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Tutwae silaha piga tu kelele, tutwae silaha. Amina. Twaeni silaha zote za Mungu. Twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Kwa silaha za Mungu zinamsaidia mtu kufanya nini? Kushindana siku ya uovu. Kwa hiyo inamaanisha siku ya uovu inakujaje? Kipindi ambacho unajisikia unaumwa, kipindi ambacho unajisikia kukosa amani, kipindi ambacho unajisikia kupata ataki yoyote, kitakachokusaidia ni wewe kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake, na wewe kuzitumia silaha ulizozivaa. Sawa sawa? Sasa silaha ulizozivaa ndizo zinazokuweza kupigana ama kushindana siku ya nini? Ya uovu utakapokuja. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Na mkiisha kuyatimiza yote kufanya nini? Kusimama. Sasa tunaenda kwenye kiini chetu kuanzia ule mstari wa 14. Haleluya. Kuanzia kwenye ule mstari wa ngapi? Wa 14. Sasa basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu. Haleluya. Kweli. Silaha ya kwanza ni kweli ya Mungu. Andika silaha ya kwanza, kweli ya Mungu. Simameni hali mmejifunga kweli. Kweli. Haleluya. Hiyo ni silaha ya kwanza. Kweli viunoni mwenu. Anapoongea kwa habari ya kweli ya Mungu, anaongea kwa habari ya uelewa wa neno la Mungu, uelewa wa nguvu za Mungu, uelewa wa tabia ya Mungu, uelewa wa utendaji kazi wa Mungu, uelewa wa utukufu wa Mungu unapotokea. Hiyo yote hiyo inaitwa kweli ya Mungu. The truth about God. Kweli inayomhusu nani? Mungu. Haleluya. Anaposema kweli ya Mungu ni kama silaha, yaani ile ukijua kweli ya Mungu ni silaha, unajua Mungu ni mponyaji. Yaani ile tu kujua Mungu ni nani? Ni mponyaji, ni silaha. Ndio kweli hiyo. Mtu mmoja anajua, anasema hivi, hakika Mungu ni muweza. Yaani ile tu kujua kwamba Mungu ni muweza ni nini? Ni silaha. Mwingine anasema hivi, Mungu ni mponyaji. Haleluya. Yaani ile tu kujua kwamba Mungu ni mponyaji ni nini? Ni silaha. Ni kweli Mungu anaponya. Sawa sawa? Ni kweli Mungu anafanya nini? Anaponya. Ni silaha ile. Haleluya. Kweli ya Mungu. Kama we ni mdhaifu, Mungu anahuisha. Ile kujua tu ya kwamba Mungu anahuisha ni silaha. Shetani akija tu, cha kwanza anaangalia, anataka kuleta udhaifu. Hivi huyu mtu anajua kwamba Mungu anayemwabudu anahuisha. Hajui. Weka udhaifu.
Lakini akifika tu ile tu kwamba unajua kwamba Mungu anauisha, tayari ni silaha. Haujaomba, haujaongea, haujachafanya chochote, ile general understanding about God. Tunaelewana? Kweli ya Mungu ni nini? General, ile ufahamu wa jumla kwa habari ya Mungu. Kwa sababu hauwezi enda kuomba kama haujaijua kweli ya Mungu juu ya hicho unachokiombea. The general understanding. Angalia, unajua sababu ya kufanya uwepo hapa leo? Lazima kweli ya Mungu ilikuwa ndani yako. Ukasema hivi, sihitaji kwenda sehemu nyingine, nahitaji kwenda kwa Bwana. Ni kweli ya Mungu. Haleluya. Ile tu ni silaha. Unaweza usielewe kwamba ni silaha, na kuambia leo ni silaha. Ushasikiaga mtu akwambia, yaani mimi sijui nifanye nini, yaani na stressi, sijui nifanye nini, sijui nifanye nini. Huyu mtu haelewi kweli ya Mungu. Akijua kweli ya Mungu atajua cha kufanya. Wangapi hapa wanajua wakiwa kwenye shida wanatakiwa waombe? Aha, ni nini hiyo? Ndio kweli ya Mungu. It's a truth about God. Juu ya provision. Juu ya provision. Nikisema provision, mmenielewa? Provide, provision. Namna Mungu anavyowapa watu wake ndio provision. Anawapaje? Wewe unajua kabisa mimi hapa, hata kama ni rafiki wa Mungu, lakini namna ya kupokea kutoka kwa Bwana, kweli ya Mungu inasema omba nami nitakupa, tafuta utaona, bisha utafunguliwa. Aha, sasa hivi niende kuomba. Ile ni kweli. Yaani ile tu kujua ya kwamba kupokea kutoka kwa Bwana lazima uombe ni silaha. Na ndio maana Ayubu anasemaje? Mjue sana nani? Anaposema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumjua Mungu ni silaha. Ni kweli ya Mungu ile. Mjue sana Mungu. Angalia mtu akiwa anapata changamoto, lesi amepata hataki fulani. Anasema hivi, nilipopata hataki ikabidi niingie nianze kusoma Biblia. Niliposoma Biblia nikaanza kuomba. Wewe tayari unaanza kujua huyu mtu anajua kweli ya Mungu, ambayo ni silaha ya hatari sana. Kwa sababu ndio inayokupa wewe kweli ya Mungu, ndio inayokupa wewe kupambana siku ya uovu. Siku ya uovu, kweli ya Mungu ndio inayokupa maarifa ya namna gani upambane. Kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu ndio inayokupa wewe ufahamu ya kwamba hivi mimi nikiwa kwa Mungu ni nani? Sawa sawa. Wewe ukiwa kwa Mungu ni nani? Mbele za Mungu wewe ni nani? Wewe ukiwa kwa Mungu ni nani? Jamani, mpaka tuimbe tena ule wimbo, hivi Mungu ni Baba, hivi Mungu ni Baba. Hebu imba. Huyu Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Baba. Huyu aliyeimba anataka kuifunua kweli machoni pa watu kwamba wanapoenda waone ni Baba. Mungu anatufananisha, anajiongelesha mbele zetu kwa neno lake kwamba sisi kwake ni Baba na sisi kwake anatutazama kama watoto wa kike na wa kiume. Anasema hivi, kama ninyi, anasema hivi, kama ninyi mlio na baba zenu mnaweza mkawaomba wakawapa vipawa vilivyo vyema, si zaidi sana mimi. Anajifananisha kwamba sisi tunao baba zetu wa kimwili, lakini yeye ni baba yetu wa rohoni.
Kwa unapoenda mbele za Bwana, kweli ya Mungu ndio itakao kusaidia unapoenda mbele za Mungu uone kama ni nani. Wengi wanaendaga mbele za Mungu anaona kama Mungu ni chinja chinja. Sasa anaposema Bwana wa majeshi, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mpaka kama anaongea na amiri jeshi mkuu. Sikiliza, Mungu unapoenda mbele zake, kweli ya Mungu inataka uende kama baba. Ukifika pale, kweli ya Mungu inakuonyesha kwamba chochote utakachokiomba utapata. Kweli ya Mungu inaonyesha kwamba Mungu amekuchora kwenye vitanga vyake, anakupenda. Kweli ya Mungu inaonyesha kwamba anakuwazia yaliyo mema. Hiyo ni kweli ya Mungu, general understanding. Kweli ya Mungu, Mungu ana nini anachokiwaza kwetu, ile ni silaha. Haleluya. Kwa lugha nyingine, ukienda mbele za Mungu halafu haumjui Mungu, kuna silaha umepungukiwa. Silaha umepungukiwa. Na ndio maana tunaposoma Biblia, cha kwanza tunanufaika kumjua Mungu na kweli yake. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi, mmeielewa silaha hiyo ya kwanza Kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu. Utaipatia wapi kweli ya Mungu? Kwenye neno lake. Haleluya. Neno la Mungu ni kweli ya Mungu. Amen. Neno la Mungu ni nini? Ni kweli ya Mungu. Alichokisema kwenye neno lake ndivyo alivyo. Hajabadilika na hata kujabadilika. Haleluya. Halafu anasema hivi, na kuvaa diria haki kifuani. Silaha ya pili ni haki. 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 Kuwa mwenye haki ni silaha. Haki ya Mungu. Tunapoongelea mwenye haki, mwenye haki ni yule mtu ambaye anayaishi yote Mungu aliyemwambia kwa imani kubwa. Anayaishi yote Mungu aliyomwambia kwa imani kubwa. Ukisoma Biblia inasema hivi, imani humpa mtu haki. Amen. Imani humpa mtu haki. Na ndio maana kuna mahusiano kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini mtazamo wa haki unakusukuma mtu kuishi kwa imani, unaokusababisha wewe kutoa hukumu za haki, za imani, pasipo upendeleo. Kuishi kwa haki, kutoa hukumu ya haki. Haleluya. Ukishakuwa mtu wa haki, kila kitu nakifanya kwa kuangalia Mungu anasema nini. Wewe ni mtu wa haki, ni silaha. Lakini pia kumbuka, haki na yenyewe ina gharama. Hamna kitu kigumu kama kuwa mwenye haki, kwa sababu utapewa kesi ya mtoto wako na mtoto wa jirani. Asiye haki atamtetea mtoto wake. Mwenye haki atasimamia maelekezo ya upande mmoja, upande wa pili, na kutoa hukumu kutokana na kilichoongelewa na kilichofanyika, haijalishi ni mtoto wake ama sio mtoto wake. Huyo ni mwenye haki. Ukisha kuwa mtu wa namna hiyo, tayari wewe ni silaha kinyume na nguvu za giza. Inakusaidia siku ya uovu unapokuwa mtu wa haki. Haleluya. Kuwa mwenye haki pia kuna gharama. Pana gharama.
Hivi najua kuwa mwenye haki unadhani kitu kidogo? Unadhani kitu kidogo? Mume wako anakuita sana, mama nani, njoo. Hebu mwambie, hivi mimi mwongo? Mimi mwongo? Mwambie asikie, ongea kwa sauti, asikie. Alafu mume wako mwongo. Pata picha ukimwambia mume wako, ila kweli mume wangu wewe ni mwongo. Gharama yake vipi? Gharama yake vipi? Yaani hiyo gharama unaweza kuilipa hata kwa miaka 5. Au una mke wako, afu yeye ndio mkorofi. Yeye ndio nani? Sio muda wote mama wake wanawapigaga wake. Kuna muda mwingine mwanamke pia na mimi nani? Ni mkorofi, yani ambaye ndio mke wako. Haya, kuna mama yako, kuna mke wako. Mama yako anasema, yani kama sikukuweka kwenye tumbo miezi sijui nini, mnajua kazi mikwala yao. Hafu kuta yeye ndio mkorofi. Utafanyaje hapo? Lazima usimamie nini? Haki. Useme hapana mama, hapo nadhani kwa kweli ulichokifanya sicho chema mama. Mama atakuelewa. Sikanyagi tena, naondoka. Nileteni mabegi yangu. Ambia mama, sijalenga uondoke, ila nimelenga kuambia hapana mama, hapo hujakaa sawa. Unamweleza kwa hekima, lakini unaongea kweli. Sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Au kuta mke wako yeye ndio chokochoko nyingi. Wewe mwenye haki ndio silaha yako ya maombi. Unafanyaje? Inabidi mke wako ndio amekorofisha, amelichanganya, amewakorofisha, amewapiganisha, alafu amewekwa hapa afambie, angalia nani kaka, ndio wifi zako. Kaka, unaona nani mke wako alichokifanya, ambaye ndio wifi alifanya hivi. Unamwona nani mke wako? Na ukichunguza, ukiwasikiliza, unakuta hapa mke wangu ndio ana mambo mengi. Ni lazima usimame useme, no, mke wangu hicho kitu hapana. Ulichowafanyia hawa sio sawa. Gharama yako nadhani ni ndogo. Kwa mwenye haki sio kitu kidogo. Usidhani ya kwamba tunaposoma kwenye Biblia ni rahisi kwenye mazingira. Kwenye mazingira kuna nyakati ni ngumu. Lakini ndio silaha. Ukiweza hiyo inakusaidia kupigana vita wakati wa uovu. Kwamba unasimama, unashangaa nguvu za Mungu zinashuka, unampiga shetani kirahisi kwa sababu tu ulikuwa mwenye haki. Kusimamia vitu, adui anakuletea jaribu. Moja ya jaribu shetani atakao kusukumia ni kukuletea mahali ambapo unashindwa uongee nini. Lakini ukifanikiwa tu, tayari nguvu za Mungu zinakusaidia. Unaanza kuwa mwenye ushindi katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kuwa mtu wa haki. Tamani sana kuwa mtu wa haki. Pambana kuwa mtu wa haki. Sawa. Tumia tu hekima yote, lakini hakikisha hiyo hekima iwe inapelekea mtu kuongea nini? Haki. Eleza kama mtu amekosea, usiibe haki ya mtu. Usiibe haki ya mtu. Unaona kabisa dada wa kazi ameonewa na mke wako. Hapa sema hivi, hapa nikimtetea dada wa kazi hapa, asije akaanza kuniwazia vibaya. Ngoja nimgandamize dada wa kazi. Naambia wewe dada wewe, fungasha urudi kwenu. Usifanye nini. Mke na unajua na wake. Sema mume wangu, bora useme wewe. Lakini anaonewa. Maana yake nini? Yule dada atafungasha, atafanya nini? Ataondoka. Gharama yake ni ngumu sana upande wa giza. Linatupwa kombora, unashindwa silaha umeipoteza. Silaha umefanya nini? Silaha umeipoteza. Kwa kuwa mtu wa haki na kupasa ujitoe mwanga.
Umwambie hapana, mke wangu, hapana. Huyu dada kwa hapa ana haki. Sawa, hapa hajafanyiwa vizuri. Unajua utakuwa umemsaidia mke wako, lakini utakuwa umewasaidia wote na kumeingia identity yako. Watu wakija wanajua tukiipeleka kesi kwa kaka, kama umekosea atakuambia. Kwa hiyo watakuwa na tahadhari. Haleluya. Lakini usipokuwa mtu wa haki, watu wanakorofisha huko, wanaileta kesi kwako, wanajua nitaenda kutetewa. Kaka anaga misimamo. Nikimwambia kaka, yani kaka, mimi kaka, sasa basi mdogo wangu tulia. Hapana, lazima uwe mtu wa haki, hata kama mtu anatoa jasho la damu. Kama mwizi, mwambie ndugu yangu wewe mwizi. Sawa. Kama mwongo, mwambie ndugu yangu wewe nani? Mwongo. Usiwe na kitu kinaitwa double standard kwenye life. Double standard, unaelewa? Eti wazungu mnaelewa double standard? Yaani wangapi mnaelewa double standard? Wangapi nasema mchungaji double standard sijaelewa? Double standard, safi sana. Double standard. Wanyanyuke watu wawili. Tueleze double standard. Double standard iko hivi. Kesi hiyo akifanya huyu, namwangalia huyu rafiki yangu, naambia jamani, mambo tu tunavumiliana, sawa tu tunavumiliana jamani, wote sisi ni binadamu. Kesi hiyo akifanya huyu, usimjui, naambia jamani, sheria utaratibu tutafanya sisi, tuliweka wenyewe, sheria ni msimeno, inakata kote kuwili. Lakini kesi hiyo ya huyu, jamani, sisi wote ni binadamu, tumeumbiwa kukosea. Kwa huyu, kwa kuwa ni rafiki yangu, tumeumbiwa kufanya nini? Kwa huyu, kwa kuwa sio rafiki yangu, nasema sheria ni nini? Hiyo ndio inaitwa nini? Double standard. Sawa. Ni mfano tu, lakini wote nawapenda. Sasa shida inakuwa sio kwa hawa, shida inakuwa kwangu, na naipoteza silaha yangu ya kimsingi wakati wa maombi. Na ndio anasema vaeni hizo silaha. Moja ya silaha ni kuwa na kweli ya Mungu, sawa. Silaha nyingine ni kuwa na mtu wa haki, hakikisha kwamba navifanya vitu kwa haki. Haleluya. Pasipo ufanya nini? Pasipo upendeleo wowote. Haleluya. Ulikuwa na swali? Asante sana. Ndumila kuwili. Sasa kama hapo hujaelewa tena, basi. Haleluya. Silaha ya tatu. Amen. Silaha ya tatu anasema hivi, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Haleluya. Utayari. Kumbe katika kazi ya Mungu, ile hali tu ya utayari, kwamba upo tayari katika kazi ya Mungu wakati unaofaa na usiofaa, ni silaha katika ulimwengu wa roho. Kwamba mimi niko tayari leo nikiambiwa kwamba kuanzia leo wewe ndio utakaye kuwa CP wa kanisa, uko tayari. Kuanzia leo ukiambiwa wewe ni shemasi, upo nini? Tayari. Ile tu kwamba upo tayari kwenda kuwahubiria watu wakati unaofaa na usiofaa, tayari ile tu yenyewe, ule utayari ni silaha katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Sababu sio watu wote wana utayari wa kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu lazima ina utayari, na ndio maana Mungu akija anatamani amtumie mtu yoyote anatamani amtumie. Sasa wewe utakaye kuwa tayari kutumika wakati wowote, ile hali yako ya utayari kutumika ni silaha katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa kuanzia leo usishangae kuona mbona watu wengine ni kama vimbelembele kwa Bwana, ni silaha yao ya vita. Wakati wa kupambana vita, ule utayari wao kwamba wako tayari kwa wakati wowote, ile ni silaha. Mmoja anajiuliza mbona wana unyenyekevu sana? Jamani,
mimi kunyenyekevu siwezi, kwa kweli kunyenyekevu siwezi. Mwenzako, ule unyenyekevu ni utayari na ni silaha katika ulimwengu wa roho. Wewe uliyesimama wima utaki kunyenyekea, inakuja kukugharimu wakati wa kupambana siku ya uovu, kwenye kushindana kutambana, vita inakuwa kubwa. Je, una utayari upatikanao kwa injili ya amani? Je, wakati wote wewe ni kama askari aliyebeba combat muda wote, kutumwa mahali popote? Ukishakuwa kama askari aliyekuwa na combat, kutumwa wakati mahali popote, wakati wote, kwa mtu yoyote, tayari hiyo kwako wewe ni silaha katika ulimwengu wa roho. Haleluya! Zingatia sana hivyo vitu, kwa sababu vinatusaidia katika maombi yetu, vinatusaidia katika vita zetu. Haleluya, haleluya. Lakini pia huu tayari sio lazima utumwe tu, hata wewe mwenyewe kwenda kufanya vile vitu ambavyo unaona maandiko yanakusukuma kufanya. Biblia inasema ya kwamba enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Sasa sio mpaka utumwe, sio mpaka utayari unaotokana na taratibu za kanisa. Hapana, kuna nyakati utayari wako mwenyewe wa kwamba mimi leo nitaenda kuhubiri kule mtaani kwetu, nitaenda kuwatangazia watu habari njema ya ufalme wa Mungu. Tayari ule ni utayari. Haleluya, utayari wa kuweza kutumika. Haleluya. Umeona hapa kuna yule ni Diana, ni Neema, Diana anaimba hapa, ni Diana. Yes, yupo hapa muda wote, alikuwa anajua kuimba, lakini tu alikuwa hajui aanzie wapi. Lakini alipovaa utayari, amekuja ameanza kuimba sawa sawa. Na si ajabu kuna akina Diana wengine mmejificha huko. Vaeni utayari sawa sawa wa injili patikanayo kwa amani ya Kristo Yesu, mje mtumike. Haleluya. Yamkini wewe usiwe mwimbaji, lakini ukawa ni kitu kingine. Kuna watu wengine wanaweza kushuti, kuna watu wengine wanaweza kuedit. Angalia, mtu mmoja anaweza akasimama hapa hata masaa mawili anashuti peke yake, lakini yamkini naona uwezo mwingi asamba, na mimi nikishaanza kujiengage na masuala haya yatanilia muda wangu. Aha, ni ukweli, anaweza akakulia muda wako kwa sababu ni kazi ya Mungu. Lakini je, hujui kwamba hiyo ni silaha? Itakusaidia unavyotumika, ni silaha kubwa ambayo haiwezi kuwa replaced na kitu kingine chochote. Haleluya. Muulize jirani yako, wewe unaweza kufanya nini? Je, una huo tayari? Mbona hauna utayari? Hata kumuuliza jirani yako, una huo tayari? Hata utayari wa kumuuliza jirani yako huna. Muulize jirani yako, wewe unafanya nini? Mwambie akujibu yeye anafanya nini. Mjibu. Wewe kanisani hapa unafanya nini? Yaani jinsi unavyozidi kujiengua na kazi za Mungu, ndivyo unavyozidi kupoteza silaha yako. Unajiengua. Bwana mimi pale, mimi sitaki commitment, nitashindwa mimi niko. Unapoteza silaha zako. Usidhani wanaopambana na makanisa haya, usidhani hawana kazi, wana kazi na wenyewe, ila wanajua tunavyopambana na kazi ya Mungu ni silaha wakati wa dhiki. Muulize, wewe unafanya nini? Akikujibu muulize, hamna kingine. Mimi kiongozi wa seli. Seli zenyewe ni Ijumaa tu, Jumamosi. Hauna kingine. Wewe unafanya nini? Muulize jirani, wewe unafanya nini? Wewe una utayari wa nini? Yaani kwa mfano sasa hivi una utayari wa nini? Muulize jirani yako. Au utaki majukumu? Wewe una utayari wa nini? Hivi kama Chomete wewe una nini? Unafanya nini Chomete hapa kanisani? Niambie jambo la kwanza unalofanya Chomete ni nini? La kwanza sema
Ni multipurpose. Sasa uniambie hizo multipurpose zako, kwani multipurpose zina majina? Kama yani wewe niambie profession kwamba hii hapa hii ni ya Chomete ni nini? Namba 1. Yani achana na usafi, ni kitu cha pamoja. Yaani kwa kitu gani wewe ni kijana? Kuna kitu gani ambacho ni hapa unakifanya? Namba 1. Multipurpose. Hivi kuna multipurpose zisizokuwa na majina? Eti mimi ni kilaka. Kilaka huna majina? Ukilaka cha kwanza ni nini? Unafanya nini? Ujue huna kazi. Sasa kuna silaha umeipoteza. Unafanya nini? Hapa sisi ni vijana, si ndio? Hapa tukiangalia hapa tu vijana, hata ukimega kaka kipande haka ni vijana. Wewe unafanya nini kanisani? Unafanya nini? Lazima hilo swali ujiulize leo. Na usipokuwa na kitu cha kufanya kanisani, wewe kijana, ujue huna silaha moja, huna. Yaani ukiona kijana unakuja hivi kanisani namna hii wakati wa ibada, ujue kuna silaha huna. Hauna. Leo hii Morning Glory muda mwingine tunakuwa tunampiga kinanda, mpiga swi nini. Lakini vipi wangekuwa 5? Wapiga drums wakawa 3. Wapiga zio wakawa, wewe kwani Chomete, wewe unashindwa? Hiyo miguu yako haiwezi kupiga drum. Sasa kwani ujifunze? Na tumetangaza mara kibao hapa. Kuseti mziki hujui, kupiga drum hujui. Wewe hujui kila kitu. Kwa lugha nyingine huaminiki. Alafu kikaza sana, mbona mimi kama baba, kama kuomba naomba, kama kufunga nafunga. Na kuuliza unafanya nini? Kwa nini aliyekwambia mafanikio ni kufunga na kuomba tu? Nani aliyekwambia? Nani aliyekwambia mafanikio ni kufunga na kuomba tu? Biblia inasema tawi linalozaa husafishwa lizidi kuzaa sana. Lazima wewe unazaa. Sio wewe kila siku unapeleka kwa Mungu matatizo tu. Kila siku matatizo tu. Baba, angalia baba. Baba, tazama baba. Wewe mwaminifu baba. Unauliza wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini? Wewe unafagia kanisa. Hata Mafarisayo wanaweza, nikiwaita wanaweza kunisaidia nikawalipa. Unafanya nini? Fanya kazi ya Mungu. Hamna hata anajifunza muziki, ndio kuseti sio. Hamna. Leo hii mashuta wako wachache. Vamia na wewe shuti. Ili akikaa mshuta mmoja pale, mshuta mwenyewe mara leo uko Dodoma, siasa Dodoma. Dodoma. Lakini sasa wala akienda Dodoma atashuti nani? Sinabidi wao ushuti. Hasa hapa sasa hivi wewe Chomete wewe ushika nani hapo? Ukashuti. Au bwana harusi mtarajiwa, huwezi shika kamera ukashuti. Tena una creativity nyingi. Lakini creativity zisipoonekana za kwenye nani za kila siku, kuna silaha unakosa. Kuna vitu vingine unaweza kadhania unavyo, unaweza kadhania ni vitu vya kuambatana. Kumbe ndio kesi. Unaweza kufanya kitu fulani, ulifanya, sikufanya. Unaweza kufanya kitu fulani, ulifanya, sikufanya. Wini, huna cha kushauri juu ya mapambo pale, kwamba hapa na shauri hapa kanisani tungeweka hivi. Huna.
Lakini tunaangalia maevent akwambia amepamba wini. Amepamba wini. Pale kanisani huna cha kuwaza. Hujui utakachokiwaza kuleta tu idea. Mchungaji, naomba kuonana nawe ofisini. Kuna kitu nimewaza pale madhabahuni tufanye hivi na hivi na hivi. Unakionaje? Inageuka kwa silaha yako. Au haleluya. Kanisa likiinuka hapo tutapona. Leta kuwa na utayari. Utayari. Mwambie jirani yako kuwa tayari. Kwa nini watu wengi wanafeli? Watu wana utayari wa mambo yao, lakini hawana utayari wa mambo ya Mungu. Ukimwambia mtu njoo hapa Gongo la Mboto kuna kazi, kwa nini unadhania ni mbali? Unadhania ni mbali? Dakika tu unakuta yuko kwenye bodaboda namna hii, anaenda kuchukua nini? Kazi. Mwambie basi nenda kafanya kazi ya Mungu, naomba upitie uangalie. Baba nitapitia, baadaye wakati narudi nitaangalia kama nitapita njia hiyo. Kwa Mungu utaangalia kama napita kwenye njia hiyo, lakini vya Mungu vya kwako huyo vikifeli unarudi unasema Baba nimekuja mbele zako. Mpaka Mungu anauliza wewe, are you serious? Una hakika umekuja mbele yangu ama ulikuwa kuna mahali mbele ya sehemu nyingine unaenda? Mwambie jirani yako utayari ni silaha moja kubwa. Mwambie utayari wakati unaofaa na usiofaa ni silaha kubwa. Labda watu hawaelewi ninaongea nini. Hizi silaha zinakusaidia muda mwingine kupigana hata wewe mwenyewe usipokuwa unaongea. Utayari wa kazi ya Mungu unasababisha adui anaanza kupigwa. Hata wewe usipoomba, kuna namna fulani, kuna ushindi unakuja ndani yako. Utayari. Are you ready? Mwambie jirani yako, are you ready? Kwenye wakati unaofaa na usiofaa. Muulize jirani, unatumika? Nikisema unatumika, lugha ya Kiswahili ni ngumu sana. Na maliza kusema yani kama mtu mchungaji, je, anaweza akakutuma? Yaani je, unatumika? Yaani kwamba unaweza ukatumika. Tunazidi kuharibu Yaani je, mchungaji anaweza akakwambia unatumika? Mbona ndio naharibu Okay, nitolee mfano. Jana nilikuwa ninaweka taa kama hizi. Naweka taa kama hizi mbutu. Hizi mbutu. Nikawaza yule anayeweka anatuambia bei kubwa sana. Nikasema lakini kwa nini nisimpigie Mlelwa? Nimuulize apitie hapo atafute taa hapo Kariakoo utapata za bei rahisi. Kwa nini nimemwaza Mlelwa? Kwa sababu najua anatumika. Tumwa inaanzia hapo kiini na kiarifu. Sawa sawa. Nikamwambia Mlelwa ninahitaji taa 30, nahitaji taa 40. Angalia hapo. Akaangalia bei, nikaona ni bei rahisi. Nikamwambia haya nakutumia hela. Nikamtumia hela. Nikamwambia ninunulie haraka hapo uniweke. Yaani yeye ndo anasema baba tayari picha hiyo hapo. Na akaongeza na taa 10 yeye mwenyewe kwa hela yake. Sasa ile tu tayari wa kufanya nini? Wa kutumika. Je, wewe uko tayari kutumika? Unatumika? Unatumwa, tumika. Unaweza ukatumwa. Unatumika? Are you ready kwamba muda wote mchungaji muda wote akupointi uende? Utayari unautengeneza wewe. Miguu ya utayari ni silaha. Kwamba mchungaji ajue nani yuko Kariakoo, nani yuko Sinza, nani yuko Mwananyamala yuko mtu fulani, sehemu fulani yuko, mwambie huyo ataenda tu. Una uhakika ataahirisha vitu vyake, ataenda kufanya kwanza cha Bwana. Haleluya.
Mwambie jirani yako, hiyo nayo ni silaha. Je, unatumika? Haleluya. Na ukitumika la kwako lisifie njiani. Lisifie wapi? Lisifie njiani. Yaani hakikisha linafika hadi mwisho. Haleluya. Silaha nyingine anasema hivi. Haya. Mstari wa 16, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Ngao ya imani ni silaha nyingine. Haleluya. Ngao ya nini? Ya imani. Imani ni kitu muhimu sana kama silaha. Chochote kinachokuja mbele yako lazima uwe na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Lazima ndani yako kuwe kuna kumwamini Mungu katika kila jambo. Unamwamini Mungu ya kwamba katika hilo utavuka, katika hilo Bwana atakupigania. Ile hali ya kumwamini Mungu ni silaha. Haleluya. Kumwamini Mungu ni nini? Ni silaha. Utamwamini vipi Mungu ili uweze kuizima mishale ya yule mwovu? Kuweza kuzima mishale ya yule mwovu. Anasema imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kutokanako na neno la Kristo. Ni lazima uwe mtu wa kusoma neno sana, uwe mtu wa kusikia sana, imani yako izidi kufanya nini? Kuumbika. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. Watu wengi wanaelewa namna ya kupata imani, lakini hawaelewi kwamba imani inalindwa pia. Kama imani chanzo chake ni kusikia, kusikia kutokanako na neno la Kristo, ni lazima udhibiti, usisikie sana vitu vingine ambavyo sio neno la Kristo. Kwa sababu imani inaweza ikaibuka papu ikaumbika, lakini kama ni mtu wa kusikia sikia kila kitu, imani inaweza ikafa pia. Imani ni kitu kama chenye uhai. Kinaweza kikanenepa, kinaweza kikakonda, kinaweza kikawepo, kinaweza kikafa. Na ndio maana Biblia Yesu alitambulisha akasema eni wenye imani haba. Lakini akamsifia yule mama akamwambia huyu ana imani kubwa. Kwa kuna imani haba, imani kubwa, lakini huyu mtu hana imani. Vyote hivyo vinatokana na namna gani unasikia. Imarika sana kwenye kusikia. Haleluya. Na hakikisha unadhibiti namna ya kusikia kwako. Instagram na WhatsApp na vile nini TikTok sio na nini, ni vitu vizuri, sio vibaya, kwa sababu hata sisi tunatuma content zetu huko, tunatarajia zikutane na watu. Kwa hiyo lazima kule uwe mchaguzi. Bahati nzuri vile vitu vimeweka uchaguzi, na wakikuangalia unaangaliaga vitu gani wanakuletea hivyo. Kwa hiyo usije kusema TikTok ni mbaya, walikuletea vibaya kwa sababu unaangalia vitu vibaya. Ukianza kuangalia wahubiri wa kwanza, wahubiri wa pili, wanaanza kukuletea wahubiri wanajua huyu mpendwa, huyu ameokoka, mpelekeni vya kwake. Sawa sawa. Wakianza tu naangalia watu wanacheza wanakuletea, na wanaocheza na Wahindi na Waarabu wote na Wakongo wanakuletea. Unajua huyu mpenda hivyo vitu. Kwa hiyo usije kusema jamani mimi TikTok silipendi. Wewe hata mimi nimeweka za content huko, hujanitafuta tu. Ukinitafuta mimi ukimaliza ataletwa na mwingine. Wanaelewa wale. Wanakuletea kutokana na tabia yako. Kwa hiyo usije kuanza kusema mimi silipendi hili. Si Instagram sipendi. Tabia yako. Unachokiangalia ndicho kinacholetwa. Haleluya. Wanajua kuset tabia za watu. Wanaangalia macho, wanaangalia muda ulioangalia kwenye kile kitu. Ukimsikiza mnasema anasema huyu ndo anayependa, wanamleta na walinga. Yaani wale watu wanaongea na Watunduma wote wanaongea kama vile anambia mpe ndugu zake hao. Kwa hiyo usikasema TikTok amejaa wambea tu. Ulianza kuangalia ukakusanyiwa wote. Ukaletewa. Sawa sawa. Yategemeana na wanajua kuangalia tabia ya mtu.
Sasa lazima uwe mtu ambaye unajua unalinda vipi imani yako. Sawa sawa, linda imani yako, sikia neno, halafu chuja sana, usisikie kitu ambacho hakina maana. Sawa sawa. Unasikia dalili sio za ugonjwa wa nini, ndio umekaa pale, dalili za ugonjwa unasikia. Kwanza utaanza kusikia kama kizunguzungu, alafu ukikaa hivi ukiganda ukaanza kuangalia kitu, unaona kama speaker anatembea, unaanza tayari kizunguzungu. Kile unachokisikia unachokiangalia ndio kinachoenda kuumbika. Ukiona unatembea kama unachechemea hivi, ujue pana ugonjwa fulani unakunyemelea. Ukianza kutembea hivi unachaka kama unachechemea hivi kumbe ni ulichokisikia. Lakini ukisikia watu kitu fulani wanatetemea, we kaza sana kusema hivi, sisi tulio ndani ya Bwana tunatembea hivi. Lazima ukaze, ujue tunatembea hivi. Korona inaua, nasema sisi tulio ndani ya Bwana tunalindwa na Bwana, uhai wetu umefichwa kwa Bwana. Wajapa ongea lugha ya kidaktari, tunayo lugha ya kimungu, tunayo kauli ya Bwana. Tutatembea, tutakanyaga nyoka na nge, hakuna cha kutudhuru kamwe. Yani unapambana kupangua zile taarifa zisiingie. Ukiruhusu ziingie zile taarifa na umekaa umekodolea hivi TV, umeshasikiliza kwa jina la Yesu, sitakufa, 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 nitaishi, sitakufa, halafu na tune na radio. Dalili za corona, kushindwa kuhema. Hapo unaanza kuhisi bana, pumua vibaya, nitakuwa na corona mimi. Sikia, umesikia nini? Dhibiti pia unachokisikia. Ukisikia neno la Kristo, usilifute neno la Kristo na elimu nyingine, ibaki hiyo hiyo. Haleluya. Na ndio maana Yesu anaeleza na Paulo anaeleza pia. Paulo anasema hivi, tukiziteka nyara fikra zipate kumtii nani? Kristo. Maana yake nini? Tukae na neno peke yake. Yaani wewe mtazame Bwana peke yake, wewe muangalie Bwana peke yake. Bwana anasema nini? Usiangalie. Biblia inasema, Yesu akasema msienende kama dunia hii iendavyo, kama mataifa yanaendavyo. Akasema mimi si wa ulimwengu huu. Kwa maana gani? Nipo duniani lakini namsikiliza Baba anasema nini. Na wewe na mimi hapa tulipo, sisi si wa ulimwengu huu. Tutakaa nao lakini tutasikia kwa Bwana. Tutakaa nao, tutatembea sawa sawa na Bwana. Kwa maana sisi si wa ulimwengu huu. Tusikubali kupenyezewa idea za ulimwengu huu. Kwa maana Bwana ameachilia idea zake zote za namna ya kuishi hapa na uzima wa milele. Kwa tutasimama sawa sawa na maelekezo ya neno la Bwana linalotupa ushindi wa leo na ushindi wa baadaye. Dhibiti namna ya kusikia kwako. Hiyo silaha ya imani inaweza kuipinga mishale yote ya uharibifu. Ni lazima udhibiti namna ya kufanya nini? Ya kusikia, namna ya kutafakari, namna ya kuhisi. Haleluya. Unakaa hivi na sasa hivi, mimi kweli mimi akinichunguza hapa sitakuwa na umwingi. Wewe mawazo gani haya? Amsubuki amko, nasema mimi nimeamka ni mzima kwa jina la Yesu, ni mwenye afya kwa jina la Yesu. Hata kama kuna kitu kalijificha kanayeyuka, ukiri wako unaenda kuyeyusha. Kuna vitu vinaondoka, kuna vitu ukivitamkia vinafanya nini? Vinaondoka. Anasema kila kitu kinasikia neno la Bwana. Kama mtini uliweza kusikia neno la Bwana, hata wewe ukikiongelesha chochote. Biblia inasema milima yayeyuka mbele ya uso wa Bwana. Hakuna mlima utakaoacha kuyeyuka utakapoliitia jina la Bwana. Liitia jina la Bwana. Usikubali kuwaza vitu vingine, waza mambo ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Endelea kumkiria. Biblia inasema katika njia zenu zote mkiri nani? Naye atafanya nini? Atanyosha mapito. Mahali unapoona hamna njia, wewe sema pana njia.
Mahali unapoona hapa penyi, wewe sema na penya. Mahali unapoona ukuta, wewe sema pana mlango. Kila mahali pambana kinyume na unachokiona kwa macho. Hatuendeni kwa kuona, tunaenda kwa imani. Vile utakavyoamua kuendelea kuwa mkiri wa maisha yako. Angalia, wewe ni nabii wa kwanza wa maisha yako. Neno lako la asubuhi linatengeneza maisha yako ya siku. Neno lako la kila siku linatengeneza maisha yako ya kila siku. Neno lako la mwaka huu litatengeneza maisha yako ya mwaka huu. Hata kama kulikuwa kuna umaskini, ukijiongeleshea utajiri, umaskini unaondoka. Hata kama kulikuwa kuna kushindwa, ukijiongeleshea ushindi, vinavyokushindisha vinaondoka. Na ndio maana Biblia inasema yeye aliye dhaifu na aseme mimi ni nini? Ni hodari. Sio kwamba we ni hodari muda huo. Unaweza ukawa dhaifu, lakini kwa kusema mimi ni hodari inafukuza udhaifu. Jifunze kukiri. Ukiri wa imani yako. Usiangalie vitu kwa hali ya kawaida vikakusumbua. Chukua neno la Kristo, anza kukiri. Prophesy about your own life every morning. Tabiri juu ya maisha yako. Usidhani unapoteza muda. Biblia inasema maneno hayo nayowaambia ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Neno lako ni roho. Neno lako ni roho. Neno lako ni roho. Neno lako ni roho. Na ndio maana hata mtu ambaye sio mchawi anaweza kaja akakuambia neno likaanza kukufuatilia. Sababu neno lenyewe ni roho, ni spirit. Mtu anakuja akwambia haufanikiwi wewe, ufanikiwa wa kufanikiwa ni wewe, afa anaondoka. Usidhani maneno yale yameenda. Biblia inasema neno lolote huwa halirudi bure, lazima liatimize makusudi yake. Kama ni neno la Bwana litatimiza yaliyo mema, kama ni neno la uharibifu litatimiza mabaya. Mtu mmoja ajifunze kupangua maneno. Yakija mabaya asema hii sio ya kwangu, this is not my portion. Ninaikataa kwa ajili yangu, ninawakataa na wakataa kwa niaba ya watoto wangu, na kataa kwa niaba ya kizazi changu. Kwa sababu yale maneno ni roho na inaanza kukufuatilia. Kama mtu amekuambia wewe ni wahovyo, sema mimi sio wahovyo. Mimi sio wahovyo. Mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Bwana ameniumba kwa jinsi ya ajabu. Mimi si wa kawaida. Mimi ni special order kutoka kwa Bwana. Ni mtu maalumu kutoka kwa Bwana. Mwambie usinishangae. Mimi nilitengenezwa mimi peke yangu. This is called special order kutoka kwa Bwana. Hauwezi kanifananisha na mtu yoyote. Nina kitu ambacho mwingine hana, lakini haujakijua tu. Bwana, fumbua yaliyofichika ndani yangu, ili watu wakuone wewe kupitia maisha yangu, ukaonekane wewe ni Mungu ndani ya maisha yangu. Kwa maana mimi ni wa pekee. Haijalishi watu wananiona vipi, lakini kuna namna mimi ninavyojiona. Haijalishi watu wananitafsiri vipi, kuna namna mimi ninavyojitafsiri. Vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo nitajiona. Vile nitakavyotaka niwe, na jinsi nitakavyojiona ndivyo nitakavyokuwa. Na Bwana ndivyo atakavyoniona, na mbingu ndivyo zitakavyoniona, na kuzimu ndivyo atakavyoniona. Hata wapelelezi walivyojiona mapanzi, Biblia inasema hata wale manefili walioona hao waliojiona mapanzi waliona mapanzi pia. Ukijiona panzi, kuzimu itakuona panzi, mbinguni itawakuona panzi, watu waliokuzunguka watakuona panzi. Maana jinsi vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiamua kusema mimi sio panzi tena, mimi ni shujaa, mbingu zitakuona shujaa, kuzimu inakuona shujaa, majirani wanakuona shujaa, mme wako atakuona shujaa, mke wako atakuona shujaa. Vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tengeneza imani yako. Imani inatengenezwa, imani inalindwa, imani inakuzwa. Imani ndogo leo inaweza kuwa kubwa kesho. Haleluya. Na ndio maana ni imani silaha. Geuza namna ya kujiona kwako. Geuza namna ya kujiona kwako. Useme taweza kweli? Sio utaweza kweli. Sema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mwenyewe kweli siwezi, lakini mbele ya Bwana ninayaweza mambo yote. Haleluya. Kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu. Kwa msaada wa Bwana. Kwa sababu kwa
msaada wa Bwana hatui kama tulivyo. Na ndio maana kuna namna unaweza ukajiona wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Paulo akasema mimi ni Kristo aliye ndani yangu. Ndio utambulisho wa Paulo. Asa mimi ni Kristo aliye ndani yangu. Simple. Sio mimi tena naishi, bali ni Kristo ndani yangu. Ndio jina lake. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni Kristo ndani yangu. Yaani yule Kristo ndio akutambulishe wewe. Haleluya. Yule Kristo aliye ndani yake, jitambulishe kwa aliye ndani yako kuliko kujitambulisha wewe. Wewe una madhaifu, aliye ndani yako ni mkuu sana. Aliye ndani yangu ni mkuu sana. Miliki. Haleluya. Kwa mkuu ni nani? Aliye ndio anayekutambulisha wewe. Sasa wewe usijione kama wewe, muone aliye. Ukimuona aliye ndani yako, kuzimu itamuona aliye ndani yako, majirani yako atamuona aliye ndani yako, mbingu zenyewe zitajiona ndani yako. Jinsi utakavyojiona ndivyo utakavyokuwa. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio ngao ya imani inaweza kuizima mishale ya yule adui anayetaka kukuwinda, anayetaka kuharibu, anayetaka kukupa jina ambalo sio lako. Mtu akija akisema hivi, wewe bwana wewe, siku hizi unapambana sana. Sema sipambani wewe. Sipambani. Mimi natembelea neema. Usikubali majina ya ovyo ovyo. Tunaitwa mpambanaji. Wewe ni mpambanaji? Wewe ni mpambanaji? Jibu ni no, mimi sio mpambanaji. Yupo anayenipambania. Mimi natembelea neema ya anayenipambania. Usikubali majina usiyoyajua. Usikubali majina usiyoyajua, usiongee. Majina usiyoyajua, usiyakubali. Utani usiojua, usiambatane nao. Sawa sawa? Chochote usichokijua usikiongee, kwa sababu hakuna kitu kisicho na maana katika ulimwengu wa roho. Kila kitu kina maana katika ulimwengu wa roho. Kikikosa maana kwako, shetani atakipatia maana. Imradi umekitaja, atakwambia ni cha kwako. Haleluya. Ndio maana wasema hii bangi mimi sijui kama ilikuwa nyumbani mwangu. Shida sio kujua ama kuto. Shida tumeiona bangi wapi? Yes. Kama kuna neno baya ulijitamkia. Shida sio kujua kama lile neno ni baya ama sio baya. Shida linaonekana, liliongelewa na wewe, liko kwako. Au jamaa anapambana. No. Maisha haya ni mapambano bwana. Unajua sifa muda mwingine zikizidi, unaweza unakubali hadi vitu ambavyo vinakupa kifungo. Mara jamaa anafanikiwa, mpambanaji. Mimi mpambanaji, silali mimi. Silali. Mimi nikipata idea ikiingia kwenye maisha yangu, ninaichakata usiku kucha, silali. Ni mpambanaji mimi. Kesho ukianza kupambana, unalala usiku, unaongea peke yako, unajiuliza imetokea wapi? Ulishatabiri haya mambo, roho zinaanza kufuatilia. Ukiambiwa wewe ni mpambanaji, mimi sio mpambanaji. Anayenipambania ndio anayenifanya mimi nionekane, lakini sio mimi. Yule ndani yangu ananipambania. Mimi natembea kwenye neema. Mimi natembea kwenye nini? Jina lako nani? Ni neema inayotembea. Jina lako nani? Leo utapewa majina mengi. Yashike yote. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ni neema inayotembea. Jina jingine, wewe ni nani? Kristo ndani yangu. Maana yake una exclude, unauondoa udhaifu. Mwanadamu ana udhaifu mwingi, ila aliye ndani yetu anatuondolea udhaifu. Sasa kwa maana ninyi hamjui kuomba jinsi bali yeye ndani yenu huomba kwa kububujika kusikofanya nini? Kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Unanielewa vizuri? Unaielewa hiyo silaha vizuri?
Umeelewa hiyo visala vizuri? Shalom mshindi. Wewe ni mshindi kweli? Wewe ni mshindi? Kuna mpambanaji mahali hapa. Jina lako ni nani? Neema inayotembea. Jina lako ni nani? Neema inayotembea. Sawa sawa. Mwambie jirani, ukitaka kunijua mimi ili usinitofautishe na mwingine, basi ninaitwa mtu fulani. Taja jina lako. Jina lako. Yaani jina lako ndio kutofautisha wewe na wewe. Sawa sawa. Yaani wote tukisema ni Neema inatembea, sasa tutahitaji nani atageuka? Sawa sawa. Ndio maana huyu anaitwa Ruti, huyu anaitwa Malaki, sawa? Ili tutofautishe hawa. Lakini naambia hiyo ni kwa ajili ya kutaka tu kunitofautisha kimwili. Lakini mimi halisi ni nani? Ni neema inayofanya nini? Inayotembea. Kwa sababu kama sio nguvu zangu, kama ingekuwa ni nguvu zangu ndio zinazonifanya niwe hai, leo ningekuwa nilishakufa. Sawa sawa. Hivi kama kuvuka, mara ngapi unavuka na mawazo? Kwani ukugongwa? Neema inatembea. Unawaza unatembea na stress. Unatembea na nini? Kwa nini ukugongwa? Neema inayofanya nini? Neema inayotembea. Sisi ni neema inayotembea. It's a grace. Sisi ni neema. Tunaneemeshwa, tunapendelewa, tunapiganiwa, tunashindiwa. Ni neema inayotembea. Wala si kwa akili zetu. Hatupo hivi kwa akili zetu, tupo hivi kwa neema. Kwa tunavyotembea, usiache kuiona neema iliyo ndani yako, kwamba umesaidiwa na udhaifu wako. Usije kadhani ni ukamilifu wako. Hautembei kwa ukamilifu, unatembea kwa neema. Kama Bwana angehesabu maovu yetu, ni nani angesimama? Kama angesema tutembea, haki yako ya kuamka kesho ni ukamilifu wako. Kama angesema haki yako ya kuamka kesho ni ukamilifu wako, nani angeamka? Dunia nzima. Unajua kuna namna watu kiokoka wanaona kama ule ukamilifu ndio unaomfanya awe hivyo. Si kweli. Nakwambia kuna zaidi. Ni vyema sana kuwa mkamilifu. Ni vyema sana kupambana kuwa mtakatifu. Ni vyema sana kupambana kuwa mwenye haki, lakini kinachokufanya utembee ni neema. Ni nini? Ni neema. Ni neema. Usiseme mimi naomba sana, mimi nafunga sana. We. Ni neema. Ni neema. Ni neema. Ni neema yake Yesu. Ni neema. Ni neema. Ni neema yake Yesu. Sikustahili. 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 Ni neema. Ni neema. Ni neema yake Yesu. Hallelujah. Amen, amen, amen. Anasema hivi. Okay. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu. Chepeo ya nini? Chepeo ya nini? Ya wokovu. Kuna chepeo ya wokovu. Usikasahau hapo. Chepeo ya nini? Chepeo ya wokovu. Wokovu tunaosikia ni silaha. Asikudanganye mtu. Kuokoka ni silaha. Wokovu ni silaha. Usije ukasema sasa mimi kwani lazima niongozwe sala ya toba. Hasa hata nikiokoka kuna shida gani? Na kuhakikishia hivi, Biblia inasema chepeo ya nini? Wokovu ni nini? Ni silaha. Kama hujaokoka
kuna silaha hauna. Kwa nini kuokoka ni silaha? Kwa nini kuokoka ni silaha? Dhana ya wokovu ndio inayotambulisha silaha ya wokovu. Biblia inasema hivi, tukiokoka, cha kwanza tunaondolewa kwenye ufalme wa giza, tunaingizwa kwenye ufalme wa nuru. Tukiingizwa kwenye ufalme wa nuru wa pendo la mwana ambao ni Kristo Yesu, tunaanza kuwa washirika wa baraka za mbingu. Haleluya. Yaani kwa mfano sasa hivi hapa kila mtu ana kwake. Sawa sawa? Kila mtu anafanya nini? Yaani kuna watu wanapata ujasiri kwa kuwa wewe ni wa sehemu fulani. Wewe umeokoka, wewe ni wa Mungu. Yaani mbingu zinajua kabisa ya kwamba, sawa? Mbingu zinajua kabisa ya kwamba wewe ni wa kwake. Kwa kuwa umeokoka, wewe ni wa nani? Wewe ni wa kwake. Na ndio maana juzi hapa tumepata tatizo. Tunasema mwenzetu hapa amefariki. Sawa sawa? Mwenzetu anafanya nini? Amefariki. Lakini unaweza usielewe kwa nini mchungaji hakwenda. Roho Bwana akanionyesha picha iliyopo huko. Kwa walioenda wanaweza kaelewa. Ningeenda pale ningejitambulisha mimi ni nani. Walioenda mnaelewa? Kwa sababu mimi pia najulikana. Sawa sawa. Ningeenda pale, cha kwanza wachungaji wa pale wangeshangaa, Pastor Miamba leo amekuja. Haleluya. Na watu wengine wanasema Pastor Miamba anafanya nini? Wangeuza ni huyu Pastor Miamba amekuja kama nani? Unaweza kuona mahali pale palivyokuwa pameshona. Unaelewa palivyokuwa pameshona muumini wetu huyu ilibidi hata kesho tuwe naye kanisani, bahati mbaya imekuwa hivi, ilibidi tuwe naye. Muumini wetu, msharika wetu, nani? Halafu na wewe unaenda unasema wewe mchungaji ni nani? Unatoa salamu kama nani? Nimepewa mic, hebu salimia. Unaanza kusema huyu ni muumini wangu. Tayari umeshaleta confusion. Umeshaharibu anga. Muumini wako kivipi? Sasa nabaki unajua huwa inabidi sasa hivi nianze kujipunguza, nikijikaa pale pale naita confusion. Nikiwaambia huyu mpaka anaingia kwenye leba anawasiliana mimi na muombea, wanasema tayari unashaharibu upepo. Huwezi jua yamkini alivyoomba na mimi alivyokata simu akaomba tena na kule afanya nini? You never know. Sasa ningepitaje? Bwana akaniambia usiende. Na kweli walioenda wanaelewa. Nisingepata mwanya wa kujieleza. Labda tu nidanganya sema mimi mama yake na baba yangu kwa sasa. Unapookoka, yaani wewe unakuwa wa Mungu, ni silaha. Haleluya. Yaani ukiachana na vita yoyote unaweza kupigana na ile tu kwamba wewe umetolewa kwenye giza, uko kwenye nuru, umetolewa kwenye ufalme ule, uko kwenye ufalme huu, jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Yaani wakikuangalia wanajua, shetani akikuangalia ni silaha, anajua hii ni vita na Mungu, sio vita yako. Anaanza kusema hii ni vita na nini? Kupigana na wewe kunataka tu uwajibike kwenye yale mambo ambayo Mungu anataka wajibike. Lakini shetani anajua huyu ameokoka, hii vita ni ya Mungu. Na ndio maana shetani hapambani na wale watu, na unakuta mlevi anavuka na mnaye hagongwi.
Huyu mlevi kwa nini anavuka gongwi? Anayeleta ajali ni shetani. Anayevuka amelewa wa shetani. Wanakonganaje? Akasema hata sasa sisi tunaendeshwa. Hapo zamani tuliendeshwa na mkuu wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi hata sasa na wana wa kuasi. Kwa ukiona kwenye maklabu wanacheza hawachoki, wanawezeshwa na ule mkuu wa giza. Wewe mtu anacheza kuanzia saa 4 hadi saa 12. Kwani si ndio wanavyofanyaga maklabu? Hawataki yule DJ atoe mziki. DJ anatangaza umebaki wimbo mmoja. Akisema naongeza wimbo mmoja. Fika kanisani sasa. Wimbo wa kuabudu wa kwanza, wa pili watu wanageuka kama mchungaji aje. Ninakuabudu. Akipita mtu labda ndiye sio yeye, ninakuabudu. Na wakiona anapita sema kashakuja, at least tunaenda hatua nyingine. Ni giza hilo. Ni giza. Yaani hizo zote ni idea za shetani kanisani. Ni idea za shetani wapi? Kanisani. Kule mtu anaimba, anacheza muziki saa 3 hadi saa 11. Hapa wimbo 2 wa 3 umeshaanza kukuchosha. Maana yake nini? Kuna namna ya umiliki wako, unamilikiwa na nani? Na shetani, ila wewe ni wa Mungu. Ukihubiri kidogo mara mchungaji, hata ukisema amina nimemaliza, wamegawanyika. Wengine wanapiga makofi, somo zuri, wakasema imeisha hiyo. Hata mimi najua yale makofi yamechanganyikana, na mimi huwa najua na ninayapokea yote. Wengine somo la leo umetugusa. Ingine uendage baba mbutu, wanakusubiria. Haleluya. Ni silaha. Wokovu ni nini? Ni silaha. Haleluya. Amen. Anasema ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Nataka unielewe vizuri. Tofautisha upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Unatofautianaje na kweli ya Mungu? Maana kule tumesema kweli ya Mungu. Huku upanga wa Roho ambao ni neno la nini? La Mungu. Nataka nikutofautishia hapo mapema sana. Ile nilisema ni general understanding about God. Ufahamu wa jumla juu ya Mungu na uweza wake na ukubwa wake na ushindi wake. Tukiwa ndani ya Kristo tuna ushindi kiasi gani? Hiyo ndio ile kweli ya Mungu. Sawa sawa? Lakini upanga huu wa Roho ambao ni neno la Kristo ni kuliinua neno wakati sahihi, neno sahihi kwa ajili ya kukusaidia. Umeelewa? Umeelewa? Hivi vitu vinachangamana, vinakuwa sehemu moja, lakini maana ni mbili tofauti. Kweli ya Mungu na neno la Mungu ni vitu viwili sawa. Ni vitu viwili, lakini unachanganya hivi. Kweli ya Mungu ni general understanding, na neno la Mungu unainyanyua neno sawa sawa na kweli kwa wakati sahihi na neno sahihi kwa vita sahihi. Haujanielewa? Kuna mtu amenielewa? Niangalie unisikie vizuri. Niangalie vizuri. Tofauti ya hapa, hizi silaha ni mbili tofauti. Sawa sawa. Mtu anaweza akawa anaumwa, anajua kabisa ya kwamba Mungu anaponya, lakini anaweza akawa hana neno la uponyaji.
Sawa sawa. Sasa hii hapa neno ambalo linasimama kama upanga inamaanisha kwamba unakata yale majaribu yatokanayo na unakata yale majaribu kwa neno sahihi linalolenga kukata lile jaribu. Sawa sawa. Lazima uwe na neno sahihi, lakini lazima uwe na ile general ya pamoja kwamba hata unavyokata Mungu anaenda kufanya. Sawa sawa. Hata unapoomba Mungu anaenda kujibu. Sawa sawa. Ile ni kweli ya Mungu, unaijua kweli ya Mungu. Lakini hapa silaha hii ya neno la Mungu kama upanga ni kwamba unapitia changamoto za uchumi. Sawa sawa. Ukipitia changamoto za uchumi, unyanyue neno gani uweze kupambana na changamoto ya nini? Ya uchumi. Haleluya. Wangapi wamesikia neno la Jumapili la siku ya leo kwenye Anza Siku na Bwana? Kama umefanikiwa kusikia, nilituma sawa. Mnakumbuka andiko linasemaje? Bwana ndiye sitapungukiwa na kitu. Hii sitapungukiwa ni provision. Sawa sawa sawa. Lakini kumbe Bwana akiwa mchungaji wako huwezi pungukiwa na kitu. Kwa ajenda ya wewe kuinuliwa kiuchumi, lazima Bwana awe mchungaji wako. Hii ni nini? Ni kweli ya Mungu. Unaelewa hivyo? Sawa sawa. Sasa siku ya maombi ya kuombea uchumi wako, lazima utafute neno litakalo fit kwenye uchumi wako. Sawa sawa. Mungu umesema ya kwamba ulikufa maskini ili mimi niwe tajiri. Imeambatana ni una neno, lakini unaijua kweli ya Mungu pia. Sawa sawa. Lakini kipindi hicho unanyanyua neno, lakini kwa sababu unaijua kweli ya Mungu. Wangapi mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Amen. Haya. Anasema hivi. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Anaongelea maombi. Sawa sawa. Anapoongelea kukesha anaongelea mwendelezo. Haleluya. Anaongelea maombi. Anasema kwa maombi ni silaha nyingine hiyo. Kwa maombi mkisali, mkikesha na kuombea watakatifu. Haleluya. Kwa maana anasisitiza umuhimu wa maombi na kuwa na mwendelezo. Haleluya. Umuhimu wa maombi na kuwa na nini? Na mwendelezo. Kwa maombi ni silaha. Haleluya. Maombi ni silaha. Unapoomba ni silaha kumpiga adui. Wangapi mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Silaha ya kwanza kweli ya Mungu. Silaha ya pili haki. Silaha ya tatu utayari. Silaha ya nne imani. Silaha ya tano, silaha ya sita silaha ya saba maombi na kufanya nini? Na kukesha. Kukesha hii na maana gani? Kuwa na mwendelezo. Mungu abariki sana. Amen. Baba mjapiga makofi. Haya. Ni yapi hayo? Nimemaliza kuhubiri. Nimemaliza ndio naondoka. Hao ni makofi yapi? Hao ni makofi yapi? Baba wa imbutu. Haleluya. Unaweza kusimama sasa. Haleluya. Nataka uende ukaziangalie hizo silaha zote kwa utaratibu kabisa, ukazisome. Haleluya. Halafu baada ya hapo anza kuziishi. Haleluya. Anza kufanya nini? Sema, Roho Mtakatifu, ninaomba nisaidie nitembee katika ushindi, nivae silaha zote, nisaidie kuvaa silaha zote, nipate kutembea kwenye ushindi. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakushukuru kwa neema kubwa unayoachilia ndani yangu. Unisaidie Baba, katika jina la Yesu, kuweza kutembea kwenye silaha
zote niweze kuzivaa, nitembee kwa ushindi usio wa kawaida. Uniwezeshe katika udhaifu wangu, unisaidie Roho wa Bwana niweze kutembea na kuzivaa silaha zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa mafuta yako na nguvu zako na kibali chako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako. Bwana, tusaidie Roho wa Bwana kutembea katika silaha zote katika jina la Yesu. Tusaidie kuzivaa silaha hizi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa maana unatupa ushindi katika silaha hizi kuzivaa na kuziishi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana hatutatembea katika udhaifu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tupe neema ya kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zako. Roho Bwana, tutie nguvu katika kuzishika na kuziishi silaha zote katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema, asante kwa rehema, asante kwa ushindi. Sifa, heshima na utukufu ni vya kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. 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 Njoo. Omba kinyume na roho ya kutapeliwa. Omba kinyume na roho ya kufanya nini? Ninaona kuna roho ya kutapeliwa inakutafuta. Usiwe mwepesi wa kuamini kila mtu, na usiwe mwepesi wa kuamini kila michakato. Ninaona roho ya kutapeliwa. Okay, naona unaogopa. Utakiwa kuogopa, sawa? Bwana akiona yuko tayari kuiondoa. Okay. Usifanye kitu pia cha kushirikiana na mtu. Nikiongea unanielewa? Unanielewaje? Mpe mic. Unanielewaje? Nikiongea unanielewa? Wewe umeelewaje? Kwenye maisha yako umeelewaje? Yaani wewe unanielewa? Unaielewa hiyo scenario kwenye maisha yako? Unaielewa? Unaielewaje? Weka mic vizuri. Nilipanga kuanza biashara na rafiki yangu. Mlipanga kuanza biashara? Na rafiki yangu. Aha. Sawa. Na ndio maana Mungu anajua ya sirini. Acha hiyo. Unazulumiwa. Mtaanza vizuri mkiwa hamna kitu. Mkistawi kila mmoja anachukua cha kwake. Na unaona unazulumiwa. Unazulumiwa. Tayari hiyo spirit ilishaanza kufuatilia. Spirit inafuatilia kuzulumiwa. Umuhimu wa kuja kanisani, Mungu anapata kusema na wewe. Sawa sawa. Wewe unakuja kanisani lakini Mungu atasema na maisha yako. Atakupa tahadhari. Atakupa tahadhari kwa sababu angalia, ninaona kuna mahali mtaji unaupata. Sawa sawa, lakini huo mtaji ungepotea. Unaelewa hiyo? Mtaji ungekuja lakini unafanya nini? Ungepotea hasara. Unapiga simu hapatikani. Piga simu hapatikani, baadaye anakuja kuambia mimi sikumbuki kama nilishawahi kuaga na biashara na wewe. Sawa? Haijalishi mmefikia wapi. Chagua kumchagua Bwana. Chagua kulisikia neno la Bwana. Usifanye biashara na mtu unazulumiwa. Hiyo roho ikuachie kuanzia leo. Katika jina la Yesu Kristo. Jesus name. Amen. Nenda. Tayari ushafunguliwa. Ushafunguliwa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
utaanza kujenga mwezi huu. Umeshaanza kujenga? Hujaanza kujenga? Njoo. Mwezi huu unaanza kujenga. Simama hapo. Simama hapo. Unaanza kujenga. Unaanza kujenga. Kwa sababu pale penye kiwanja chako ninaona kuna roho chafu zinazozuia usijenge. Ni kama kuna vitu vinazuia usijenge. Sawa sawa? Lakini huu mwezi unaanza. Yaani kila kitu kinaenda kuwezekana huu mwezi. Sawa sawa? Unaenda kuanza. Na neno hili ndio linaloenda kuharibu uharibifu wote pale. Kwamba unaenda kuanza. Ninatangaza upako wa Alfa katika jina la Yesu Kristo. Kinyume na giza lote katika maisha yako. Upako wa Alfa pokea. Upako wa Alfa na Omega. Giza lote linaondoka. Hivi ninavyoongea giza linaondoka kule. Linaondoka. 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 Pisha. Ukai. Linaondoka. Giza linaondoka. Na unaenda kujenga. Unaenda kujenga. Wa giza limekaa kwenye kile kiwanja. Halafu limeweka makubaliano ya kwamba hatajenga, lakini Bwana kaona na karuhusu na atajenga kwa jina la Yesu. Haleluya.